Natumai hujambo mtazamaji wa Kisima cha Uzima TV. Karibu kwenye taarifa ya habari inayosoma kwako na mimi Anastasia Gerard. Hivi kwanza ni muhtasari wake. Waziri Sangu awataka Watanzania Qatar kuzingatia nidhamu na uwajibikaji kazini. Rais Samia amesema maridhiano ni ukomavu wa kisiasa, si udhaifu. Na kimataifa, Marekani yaanzisha mashambulizi mapya nchini Irani. Irani yajibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani huko Kuba. Sudani Kusini yatimiza miaka 15 ya uhuru huku ikikabiliwa na umaskini na migogoro. Habari kamili. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deusi Sangu amewahimiza Watanzania wanaofanya kazi nchini Qatar kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na uadilifu katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuendelea kujenga taswira nzuri ya taifa letu. Ametoa wito huo jijini Doha alipokutana na wafanyakazi madereva wa Kitanzania wanaofanya kazi katika kampuni ya Moa Sarati. Vijana wetu wa Kitanzania mliopo huku mnatambulika kwa uaminifu, uchapakazi, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Kabla ya kuja hapa nimefanya kikao na mwajiri wenu. Sio? Nimezungumza kwa kirefu sana. Kwa taarifa alizonipa ameridhishwa na uchapakazi wenu. Hii ni sifa ambayo zinaendelea kufungua milango ya ajira kwa Watanzania wengine. Na baada ya hapo ameniahidi kwamba kutokana na nyie kwa mabalozi wazuri atafungua fursa nyingi za ajira kwa Watanzania wengine kuja kufanya kazi. Nami kwa mrejesho huu mzuri niliopata ambao unaleta faraja kwa serikali kwamba kazi ambayo inafanywa chini ya serikali ya awamu ya 6 uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tunaenzi yale mazuri na ni jambo la muhimu sana. Kama nilivyosema tunapoanza utekelezaji wa dira 2050. Tunataka nyie kama raia wa dunia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ameyasema hayo visiwani Zanzibar wakati wa hafla ya utiaji saini wa tamko la pamoja la maridhiano ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Irani huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo ikiwamo karibu na bandari ya Bandar Abbas na maeneo mengine ya pwani. Maafisa wa Marekani wamesema mashambulizi hayo yanalenga kupunguza uwezo wa Irani wa kusitisha usafiri wa majini katika mlango wa bahari ya Hormuz kufuatia mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Irani dhidi ya meli za kibiashara. Irani imekosea mashambulizi hayo ikiyataja kuwa ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano huku ikidai kujibu kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba. Televisheni ya taifa Irani imeripoti milipuko 4 katika mji wa Bandar Abbas ikidai makombora mawili yalipiga bandari ya Siriki na Jaski na mengine mawili yalipiga kisiwa cha Abu Musa, eneo lilozaniwa umiliki kati ya Irani na Falme za Kiarabu. Leo Sudani Kusini imeadhimisha miaka 15 ya uhuru wake tangu ilipojitenga na Sudani 2011 huku ikikabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa, kiuchumi, kiusalama. Katika kura ya maoni ya mwaka huu karibu asilimia 99 ya wananchi waliunga mkono kujitenga wakiamini uhuru ungefungua ukurasa mpya wa maendeleo.
Hata hivyo, matumaini hayo hayajatimia kikamilifu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Msomaji wako ni mimi Anastasia Gerard. Usikose kufuatilia vipindi vinavyofuata.